Karibu sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tunayo furaha kubwa sana kukuletea taarifa hizi maalumu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia pande mbalimbali za dunia. Leo hii tunakuangazia masuala yanayohusu usalama, siasa na maendeleo ya miundombinu. Tutaanzia basi huko Uvira ambako gavana Jean-Jacques Purusi wa Kivu Kusini anaweza kuishi, na tutazungumzia gisi ameweza kulaani uporaji wa vifaa vya barabara katika mji wa Mudaka, akisema kuwa ni hujuma dhidi ya maendeleo ya mkoa wa Kivu Kusini. Na hivyo tutaendelea huko Kivu Kaskazini ambako imeshuhudia kurejea kwa mitandao na mawasiliano baada ya mwezi mmoja wa kukatika katika maeneo ya Masisi na Ruchuru. Pia tutaweza kuelekea huko Goma ambako kumeweza kutokea ajali mbili mbaya sana za barabarani ambazo zimeweza kusababisha vifo vya watu 5. Wakati huo tutaelekea huko Rwanda ambako kauli ya Paul Kagame zimeweza kuzua mjadala mkubwa kuhusu vikwazo na mstakabali wa mgogoro wa Kivu Kusini pia Kivu Kaskazini. Pia tutaelekea huko Panu ambako kauli kali ilitolewa kufuatia mapigano ambayo yaliendelea ndani ya mji huo, na pia mtahadhari wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Iran kuhusu matokeo ya kutofikia na kuheshimia makubaliano yao. Hizo ni habari ambazo tutaweza kukusogezea kwa siku ya leo, ewe mpenzi msikilizaji. Hivyo hii ni Kwetu News 24 inakukaribisha. Anzie huko Kivu Kusini ambako gavana wa mkoa huo Jean-Jacques Purusi Sadiki amelaani vikali uporaji wa vifaa vya ujenzi vya barabara uliotokea tariki 15 Februari mwaka huu katika eneo la Mudaka, wilaya Kabare. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, waasi wa M23 wakisaidiwa na Rwanda Defense Force wamedaiwa kuchukua lami au godoro na vifaa vingine vilivyokuwa vimehifadhiwa katika eneo la washirika wa China. Vifaa hivyo vilikuwa vimekusudiwa kwa ukarabati wa barabara ya Chivanga Bunyakiri pamoja na kipande cha Amsar pamoja na UCB Kalambo ambayo ujenzi wake ulikuwa ukiendelea. Gavana Purusi amesema tukio hilo lilikuja baada ya tukio jingine la wizi la lami iliyokuwa ikikusudiwa kwa ujenzi wa barabara namba 5 huko Uvira. Ameeleza kuwa matukio hayo yanaashiria mkakati wa makusudi wa kujuma miradi ya maendeleo ya miundombinu katika mkoa wa Kivu Kusini. Gavana Purusi amedai kuwa eneo lililokuwa linahifadhi washirika wa Wachina limegeuzwa mahali pa kuzuilia na kutesa raia. Miradi hiyo ya barabara, kwa mujibu wa gavana, ilipatikana baada ya maombi maalumu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye alitoa idhini ili kusaidia kufungua mkoa wa Kivu Kusini kiuchumi na kijamii. Jean-Jacques Purusi amesisitiza kuwa vitendo hivyo vinakamishwa maendeleo ya mkoa, vinahatarisha juhudi za ujenzi upya na vinaongeza hali ya ukosefu wa usalama. Ameitaka jamii kulinda miundombinu ya umma na kurejesha amani, akisema wananchi wa Kivu Kusini wana haki ya usalama na maendeleo. Huo ulikuwa ni ujumbe kutoka huko Kivu Kusini. Hivyo acha basi tuhamie Kivu Kaskazini ambako mtandao wa simu warejea Masisi pamoja na Ruchuru baada ya mwezi mmoja. Mtandao na mawasiliano umerejea rasmi Jumanne tarehe 17, ni kusema leo hii Februari mwaka wa 2026 katika maeneo ya Ruchuru na pia Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya kukatika kwa takribani mwezi mmoja. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika, huduma za kampuni za Airtel na Orange zimeanza kupatikana tena, hali inayorejesha matumaini kwa wakaaji wa maeneo hayo. Kurejea kwa mtandao kumekuja saa 24 baada ya gavana wa Kivu Kaskazini Musanga Erasto kuahidi mbele ya wananchi wa Kishanga kwamba mawasiliano yangerejea ndani kwa muda mfupi.
Kwa zaidi ya mwezi mmoja, mawasiliano yalikuwa yakikatika kati ya maeneo hayo, Rutshuru, Masisi, pia Walikale yaliyokuwa chini ya uasi wa M23. Hali hiyo ilisababisha wananchi kushindwa kuwasiliana, kufanya miamala ya kifedha kupitia M-Pesa, Airtel Money na Orange Money pamoja na kuuza vocha. Kwa mujibu wa mmoja wa wanachama wa walimu, alikuwa amesema kuwa hawakuweza hata kupata mishahara yao kutokana na kukosekana kwa huduma za kifedha mitandaoni. Na hivyo awali viongozi wa M23 walikuwa wameshutumu serikali ya Kinshasa kwa kusababisha kukatika kwa mawasiliano hayo. Kurejea kwa mtandao kunatarajiwa kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hayo, huku wananchi wakitumaini hali ya usalama na huduma muhimu zitaendelea kuimarishwa. Acha basi tumsikilize au tufuatilie maneno na kauli za Kagame kuhusu vikwazo ya kuzuia mjadala. Katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala mpya umeibuka kufuatia kauli iliyotolewa kuhusu msimamo wa Rwanda juu ya vikwazo vya kimataifa. Mujibu wa radio ya France 24 na mtangazaji wake wameweza kusema kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame alitangaza kuwa hajali vikwazo vinavyowekwa dhidi ya nchi yake. Akijibu kauli hiyo, Masad Bulos alisema, "Tumesikia maneno yake, tunaona." Kauli hiyo fupi imezua tafsiri mbalimbali kuhusu hatua zinazoweza kufuata katika mzozo wa vita ya M23 katika eneo la Kivu. Kauli hizi zinakuja wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatia kwa karibu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku kukiwa na mshinikizo wa kisiasa na kidiplomasia kuhusiana na madai ya ushiriki wa Rwanda katika mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa hakuna tangazo rasmi la hatua mpya ya vikwazo lililotolewa, lakini wachambuzi wanasema matamshi hayo yanaweza kuashiria mvutano unaoongezeka katika uhusiano wa kimataifa kuhusu mgogoro wa Kivu. Tuelekee basi huko Marekani ambako Donald Trump ameweza kuonya Iran kuhusu matokeo ya kutokufikia makubaliano yao. Rais Donald Trump wa Marekani ametoa onyo kali kwa Iran juu ya matokeo ya kisiasa na kiusalama inayoweza kutokea iwapo pande hizo mbili hazitafanikiwa kufikia makubaliano kuhusu masuala muhimu ya mazungumzo ya kinyuklia iliyopangwa kufanyika Geneva. Akiwa njiani kuelekea kura za mazungumzo ya kimataifa, Donald Trump alisema ameridhika kuwa Iran inataka makubaliano, lakini pia aliweza kusisitiza kuwa Iran haina hamu ya kukabiliana na matokeo ya kutokupata suluhu. Trump alisema atashiriki katika mazungumzo hayo kwa njia ya wasimamizi wake, licha ya msimamo wake mkali wa kijeshi na kidiplomasia ulipo katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za kimataifa kuzuia mzozo wa kisiasa na kijeshi kati ya Marekani na Iran, hasa kuhusu mpango wa nyuklia na Tehran. Iran tayari imeonyesha kuwa iko tayari kujadili masuala hayo chini ya masharti ya kupunguza vikwazo vya kiuchumi, huku Marekani ikiangazia zaidi usitishaji wa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Hiyo ilikuwa ni mambo ambayo yameweza kujiri huko Marekani, Trump mwenyewe akiwa ameyathibitisha. Tuelekee basi huko PANU ambako watu 4 wahukumiwa kifo. Mahakama imetoa hukumu kali kufuatia mapigano ya umwagaji damu iliyotokea katika eneo la PANU ambayo watu 4 wamehukumiwa adhabu ya kifo, akiwemo burgomestre meya wa mji wa eneo hilo.
Kwa mujibu wa taarifa za mahakama, washtakiwa hao walipatikana katika hatia ya kuhusika katika mchafuko na vitendo vilivyosababisha vifo na uharibifu mkubwa. Hukumu hiyo imetolewa baada ya kusikilizwa na kwa ushahidi mbalimbali uliowasilishwa mbele ya jopo la majaji. Katika kesi hiyo, watu wawili kati ya waliokuwa washtakiwa wameachiwa huru baada ya mahakama kubaini kuwa ushahidi dhidi yao haukutosha kuthibitisha hatia yao. Mapigano ya PANU yalisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi, huku familia nyingi zikiathirika na hali ya usalama kuzorota kwa muda. Hukumu hizi zimezua mjadala kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa mitaa na nafasi yao katika kuhudumia au kudumisha amani. Hadi sasa upande wa utetezi unaweza kukata rufaa kupinga hukumu hiyo kulingana na sheria za nchi. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tumeweza kukusogezea kwa siku ya leo. Hivyo mpenzi mtazamaji, tunakuomba usisahau kusubscribe, kushare na kukomenti ili tuweze kupata maoni yako.